Chum TV. Furaha kiganjani. Ni kwamba nimefarijika sana kwa kuanzishwa kwa taasisi hii ya Jumuiya ya Walimu wa Madrasa hapa Zanzibar. Nasema hivyo kwa sababu moja. Tukiwa tuna walimu wengi kiasi hiki na wengine hawapo hapa, bila shaka hili ni kundi kubwa sana. Lakini kama kundi hili halijaunganishwa, maana yake itakuwa vigumu sana kufanya mambo ya kimaendeleo. Itakuwa watu wako vikundi. Lakini leo tunapokuwa na jumuiya moja iliyowaunganisha walimu wote wa madrasa, kuna wepesi mkubwa sana utapatikana katika kushughulikia yale mambo ambayo wanayahitaji. Kwa hivyo nichukue fursa hii kuwashukuru kwa dhati viongozi wa Jumuiya ya Walimu wa Madrasa Zanzibar kwa uanzishwaji wa jumuiya hii, ambayo katika risala tulisikia malengo yake yakiwemo, kwanza, kutaka kutambuliwa rasmi kwa jumuiya na wajumbe wa jumuiya au wanachama wa jumuiya hiyo. Lakini la pili, kujenga umoja. Na hivi ndivyo umoja unavyojengwa, kuwa na chombo kimoja kinaosimamia watu, halafu ikawa maamuzi yanachukuliwa kwa pamoja. Hapa kweli umoja utajengeka. Shukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa alhamdulillah hali ni shwari. Dua zenu ziendelee ili tuingie katika uchaguzi na tumalize uchaguzi kwa amani. Hakuna jambo muhimu katika nchi kama uwepo wa amani, na hili tumeendelea kulisema mara kwa mara kwa umuhimu wake, na tutaendelea kulisema. Lakini leo ninalisema hapa kwa sababu ya wahusike mliopo hapa. Kama kuna makundi katika jamii yenye kusikilizwa, yenye wafuasi wengi, ni makundi matatu: kundi la wanasiasa, kundi la viongozi wa dini na kundi la wanahabari. Viongozi wa siasa wanapopanda kwenye majukwaa wakazungumza maneno yanayozungumzwa, yakiwa ya kheri watapata wafuasi, lakini hata yakiwa ya shari watapata wafuasi. Kwa hivyo tuna wajibu wa kukumbushana mara zote kwamba sisi tuna wafuasi wengi tunaosikilizwa, basi tuchunge kauli zinazotoka katika midomo yetu. Nilisema umuhimu wa nyinyi viongozi wa dini, maana nyinyi mko hapa, kuna maimamu hapa, kuna walimu hapa, nyuma yenu kuna watu wengi, na wote wanasikiliza kauli zenu. Kwa hivyo tunaendelea kukumbushana kwamba kundi hili nalo la viongozi wa dini nalo lina umuhimu wa kipekee wa kuendelea kuhubiri amani katika nchi yetu kwa sababu ya idadi ya wafuasi mliokuwa nao. Na kundi la tatu ni la wanahabari. Unajua wanahabari wanasikika sana. Hapa akiandika mtu kwenye gazeti linasomwa na watu wengi. Akiandika mtu kwenye mtandao siku hizi dunia nzima wanauona.
Kwa hivyo kauli yako unayoisema wewe mwanahabari au unaoiandika, basi uwe makini sana, kwa sababu inaweza ikaleta faraja katika nchi au inaweza kuleta maafa katika nchi. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi niendelee kukuombeni tuendelee kuhubiri amani, na hususan kipindi hiki wakati tunaelekea katika uchaguzi. Walimu madrasa mnafanya kazi nzuri. Sasa na walimu wetu wa skuli, sote tumesomeshwa na walimu madrasa, tumesomeshwa alifu b mpaka tumefika tukahitimu. Alhamdulillah, kazi mmefanyia walimu madrasa. Kwa hiyo naamini kabisa kwa Mheshimiwa Rais anakuoneni na kishafanya jambo hilo mapema kabla hata wengine hawajasema kwamba walimu madrasa hamwangalii. Tayari Mheshimiwa Rais keshatoa agizo na kamati imeundwa, na imani yangu kwamba tukijaliwa siku si nyingi ripoti itakuwa tayari na insha tutatoa taarifa kamili wakati. Na kwa heshima kubwa tunaishukuru ofisi yetu hii kwa kutuwekea mafunzo ya walimu wa madrasa, mafunzo ambayo ni kielelezo kikuu cha umoja wetu sisi walimu wa madrasa. Mheshimiwa Rais, uwepo wa mafunzo haya umetupa faida nyingi sisi walimu wa madrasa, ikiwemo: moja, kutambuliwa rasmi baada ya mafunzo haya kwa kupatiwa cheti na leseni ya kufundishia; pili, kupata maarifa mazuri na mbinu sahihi za kufundishia vijana wetu; tatu, kujenga uimara wa umoja na mshikamano kati ya walimu wa madrasa nchini.